Karibu sana mtazamaji wa Sat Media, tunakukaribisha mno katika majadiliano leo, ikiwa ni siku ya mtoto wa Afrika, ni Juni 16. Na zaidi tunaleta majadiliano haya ili kukumbusha jamii, kukumbusha wazazi, lakini siku hii ni siku ambayo Umoja wa Afrika uliiweka katika kuwakumbuka watoto wa kule Soweto, Afrika Kusini, wakati wa ubaguzi ambako walitendewa madhila na kuuawa watoto wengi tu. Kwa hiyo Umoja wa Afrika kipindi kile OAU, lakini sasa AU ikaweka siku hii ya Juni 16 kwamba iwe ni kukumbuka wale watoto, lakini kukumbuka masuala mbalimbali ya watoto wa Afrika na Tanzania tukiwemo. Naitwa Belinda Semtandi, karibu sana, na mgeni wangu ni Janet Mawinza. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la wanawake katika jitihada za kimaendeleo, lakini kwa hapa zaidi tutakuwa tunazungumza, yeye pia ni mwanaharakati wa haki za wanawake na watoto, kimuona katika mitandao ya kijamii akihamasisha watoto katika haki mbalimbali. Na zaidi tunatizama siku ya mtoto wa Afrika Juni 16. Karibu sana Mama Mawinza. Asante sana. Na asante sana. Na kwanza tukianza tu hii siku kwa hapa Tanzania, tunaweza tukaishirikia vipi kwa watoto wetu? Asante. Kama ulivyoeleza mara wakati unafungua kipindi kwamba hii ni siku muhimu sana, kwa sababu ni siku ambayo inatakiwa kusherehekewa na ikiendelea kujenga na kuinua kumbukumbu ya watoto wa Afrika ya Kusini ambao kwa mwaka ule 1976 katika kudai haki yao ya kupata elimu, wao walikutana na sikio ambalo halikuwa sikivu mbele yao na wakaambulia kushambuliwa na kuuawa. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania tunasema ni siku muhimu sana, kwa sababu tunaiangalia watoto wetu na haki zao za msingi. Kama ni nchi ambayo imeridhia haki za binadamu na imeona kuna swala zima katika yale maboresho ya haki za mtoto ya mwaka 2009, na yenyewe imeona kabisa kuna umuhimu wa kuangalia haki yake kuu au misingi ile mikuu ya haki ya mtoto, ambayo ni haki ya kulindwa, haki ya kuishi, haki ya kuendelezwa, haki ya kushiriki na kushirikishwa, ikiwa ni pamoja na haki ya kutokubaguliwa. Kwa sasa imeongezeka hiyo. Sasa hivi ni vitu muhimu sana ambavyo kama taifa ni lazima tuvisimamie na tuvienzi hivi, ili watoto wetu wasije wakaangukia kwenye ile hali ambayo wamekutana nayo watoto wale wa kule South Africa Kusini. Na mtazamaji, pia kwa kutudokeza hivyo ndio tumeanza kipindi, lakini bado tuko katika majadiliano haya. Na kwa hapa nyumbani umekuwa ukiwafundisha watoto, nimeona jumbe mbalimbali. Nini hasa unakuwa unawafundisha watoto? Nimeona warika watoto wadogo miaka 5, nimeona kama 8 hivi 10. Lengo hasa la kufundisha wale watoto, na alafu unawapataje? Asante. Kwanza nafikiri tuone, tunaposema kwanza tunaisherehekea hii siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka huu wa 2025, Tanzania tuna kauli mbiu ambayo kauli mbiu yetu inatuelekeza tuweze kutamka kwa kusema kwamba haki ya mtoto tulipotoka, tulipo na tuendako. Sasa hii kwa hapa unavyoniuliza swali hilo, sasa unanikumbusha niweze kuona kwa nini. Kweli mimi kama kiongozi wa shirika la wanawake katika jitihada za kimaendeleo, tupo katika jitihada za kuweza kukwamua kundi kubwa la watoto ambao tunaona tusiposimama na kuelimisha jamii, kundi hili litapotea.
Kwa hiyo katika hizi haki tulizozizungumza hapa au nilizokwishazielezea, sisi tulijikita zaidi kwanza kwenye haki hii ya kulindwa. Ya, ni changamoto kubwa sana kwenye haki ya kulindwa kwa sababu hizi haki zinabebana. Kama hujampa nafasi nzuri ya kulala, bado ulinzi wake umeupoteza. Umepoteza haki yake ya kuishi. Kama hujampa haki yake vizuri, akala, akapata chakula, akapata matibabu, tayari ulinzi wake umeupoteza. Lakini kama hukumpatia elimu, tayari umeshamuondoa kwenye reli ya maisha yake na maendeleo yake ya baadaye. Lakini kama hujamshirikisha ili upate nafasi ya kumsikiliza, pia utakuwa umemuondoa tayari kwenye haki yake ya kushirikiana na wewe ili uweze kujua ana changamoto gani au ana maoni gani huko anakoelekea mbele. Lakini kama umembagua, tayari pia utakuwa umempoteza zaidi. Kwa hiyo sisi kama shirika tuliona ipo haja ya kulifikia kundi hili la watoto, kwa sababu katika makundi ambayo yanakutana na vitendo vya ukatili, watoto ni zaidi. Na hasa katika ukatili ambao wanakutana nao, watoto wengi tumekuta wakikumbana na swala zima la ubakaji na ulawiti, kwa maana ukatili wa kingono. Sasa wanapokutana na hii tendo la ukatili wa kingono, wengi tu wameendelea kuona mtoto amepata shambulio la ubakaji, mtoto amekutana na ulawiti. Lakini kwa vipi? Unaona, inawezekana ni uwanjani hivi tu au ni wapi watoto hao wanakutana na vitu hivi. Lakini kwa nini wao zaidi? Kwa hiyo baada ya kufuatilia swala hili na kuliuliza na kuendelea kuangalia, tukasema hebu tutafute mbinu za kujua kwa nini wenzetu. Lakini tukiwa tumepata elimu ya mapambano ya rushwa ya ngono kupitia Women Fund Tanzania, tukasema hii rushwa ya ngono ipo, lakini jamii inajua kama kuna rushwa ya ngono. Hebu tutembee kwanza mtaani tutoe elimu. Tukatembea kutoa elimu. Lakini kila tulipoenda nyumba tulizotoa elimu, walielezea swala zima la rushwa ya ngono, lakini waliuliza, je, shuleni mmefika? Kwa watoto. Kwa watoto. Kila mkienda nyumba 3, nyumba 4 mkapita, wanauliza kwa mmefika? Tukasema hapa inabidi tuende shuleni kwa watoto na kwenyewe tukaongea. Shuleni tumeshafika, tumeongea tu ukatili, tumekuta kuna ukatili huo wa kimwili, ukatili wa kiuchumi tumeelezea, tukaongea ukatili wa kisaikolojia, tukaongea tu ukatili wa kingono, tukaibua hayo masuala ya ubakaji na ulawiti. Lakini hata tulikuwa tunaongea hivyo, bado ile chokochoko ya kwa nini ukatili wa kingono huu umewalemea zaidi watoto, bado tulikuwa hatujaupata vizuri. Kwa hiyo ile sauti ya nendeni bado mkaongee na watoto, tukarudi na swala la elimu ya rushwa ya ngono shuleni. Tukapeleka elimu ya rushwa ya ngono shuleni. Baada ya kupeleka elimu ya rushwa ya ngono shuleni watoto walieleza namna ambavyo wao ni waathirika wakubwa zaidi ya rushwa ya ngono, na kuambia zaidi ya mtu mwingine yoyote. Tukaambia kwa nini? Kwa nini nyinyi ni waathirika? Wakasema sisi ndio wahitaji wakubwa, nani mwingine? Sisi hatuwezi kujinunulia chakula. Sisi hatuwezi kujinunulia vifaa vyetu vya shule. Sisi hatuwezi kujisafirisha kwenda shuleni na kujua hatuwezi kujisafirisha sisi wenyewe. Yaani huduma zetu zote zinamtegemea mtu mwingine ambaye ni mzazi lake. Aidha awe mzazi au mlezi. Awe mlezi, awe ni msafirishaji. Okay. Awe mwalimu. Unaona, awe daktari. Vyote hivi vinahitaji, yani siwezi kujihudumia chochote mimi mwenyewe bila mzazi. Kwa hiyo nini, wapi tatizo liko wapi? Waliweza kueleza swala zima la hiyo rushwa ya ngono, jinsi ilivyoathiri wao, na wakaisema zaidi barabarani. Wao walikuwa ni kwa watoto. Nikukatishe Mama Janet, watoto inakuwa ni rushwa ya ngono ama inakuwa ni ubakaji? Tafsiri yake ikiwa rushwa ya ngono ina maana kama unauza utu upate kitu. Kwa tafsiri ya rushwa ya ngono
Tafsiri ya rushwa ngono inasema ni matumizi mabaya ya mamlaka kwa mtu mwenye mamlaka kutaka tendo la ngono kwa mtu anayemhudumia ndio ampatie huduma. Sasa tuchukulie, kuna kesi nilisikia kutoka shule ya msingi Tabata, maeneo ya Tabata, sihitaji shule, ni ya serikali. Kuna mtoto wa darasa la pili, wakati tumefika shuleni ama saa hizo yule mtoto akasema yeye nyumbani mzazi hampiki chai asubuhi, mzazi hampi hela, anatembea kilomita 2, mtoto wa darasa la pili, na shuleni halipi, kuna kulipia chakula, halipi hela mzazi. Kwa hiyo ikifika mapumziko anatoka nje, kuna bodaboda na anamlia sambusa na juisi, yule bodaboda akawa anatembea naye. Imekuja kugundulika yuko katikati, yani muda mrefu, ndo mzazi anaitwa, na waliomgundua ni wapangaji wa yule kaka, kuangalia lebo ya shule ndo kupeleka mtoto shule. Sasa unafikiri hapo hiyo ni rushwa ama tukio kama hilo? Yani kwanza tufahamu kwamba ni kweli kabisa kwamba sheria ya mtoto, kwanza tunapoongea swala zima la rushwa, sheria ya mtoto bado haijatambua katika yale makosa yake yaliyoko kwenye kushughulikia matendo ya kingono au makosa yanayohusiana na watoto, haijatambua kwamba watoto wanaweza kukumbana na rushwa ya ngono. Haijaeleza. Na kama wamekutana na kitu hicho, adhabu yake iko namna gani? Haijaeleza. Lakini sheria ya rushwa pia, na hii tunaiona kama bado ndio changamoto ambayo tunayo. Sheria ya rushwa haitambui kwamba mtoto anaweza kukumbana na rushwa. Na sheria ya mtoto haitambui kama kunaweza katokea na kosa la rushwa kwa mtoto. Utambuzi inakuwa ni kwamba amefanyiwa ukatili. Wao wanatambua tu kwamba mtoto amefanyiwa ukatili, aidha amefanyiwa ubakaji au amefanyia ulawiti. Hiki ndio kitu wanachojua. Lakini kwa tafasiri ya kifungu namba 25 ambacho kinaeleza matumizi mabaya ya mamlaka ya mtu mwenye mamlaka anapoomba tendo la ngono au anapolazimisha tendo la ngono kwa mtu ambaye anampatia huduma, basi huyu atakuwa ametenda kosa la rushwa ya ngono. Au tafsiri hiyo naiona kama ni kwa waajiriwa zaidi, yani ukiongelea. Sasa hapa ndio kosa au ni mapungufu yanaonekana bado kwenye sheria kwamba iliangalia zaidi maofisini. Kwa sasa hivi kuna haja turudi tena kwa huku watu ambao hawana mamlaka ya uwajibishaji wa kiserikali, kwamba na wenyewe waanze kuonwa na hiyo sheria. Na pia tukija kwenye watoto wanakumbwa na matatizo, lakini umesema watoto wana haki ya kulindwa, wana haki ya kupatiwa hizo huduma zote, anatakiwa azitoe mzazi ama mlezi. Hebu tupatie kule kwa wazazi. Wazazi wengi kiukweli sasa hivi wajibu umetetereka. Huo ndo ukweli tu. Mzazi anaona serikali itafanya, sijui fulani atasaidia. Hapo ndipo tunapowapeleka watoto kwenye shida. Bado kuna mapungufu makubwa katika swala zima la kuwapatia watoto. Ndio maana nimesema hawa watoto wao wamekuwa ni wahanga au waathirika wakubwa kwenye swala zima la vitendo vya ukatili. Mtoto pamoja na kwamba wazazi ndio msingi mkuu wa kuwahudumia watoto. Unaona, wazazi ndio msingi mkuu wa kuwahudumia watoto na walezi watafuatia, lakini na jamii inayozunguka inatakiwa kuhudumia watoto. Sasa tulikotoka kwamba watoto walikuwa wanalelewa na jamii nzima, kila mtu jicho lake liko kwa mtoto. Unaweza kaadhibiwa nyumba ile kule na mzazi wako akaona ni sawa. Kwa sababu wote wanajua kabisa kwamba tunalea hawa watoto. Watoto wanaweza akatoka ukamwambia njoo tushakula pale. Unaona, wote wanalea pamoja. Lakini kwa sasa hivi maisha tunaoishi sasa yamekuwa tofauti, kwamba kila mtu anakaa na mtoto wake hapa tulipo. Na hata kama ana tabia mbaya, atataka atamkumbatia. Hata kama
anahitaji msaada, yeye ataona hahitaji msaada kwa mtu mwingine. Kumbe itakiwa wote tuwe pamoja, tuone namna gani, jinsi gani ya kulea watoto. Kwa hiyo tunavyoendelea, na tunaishukuru serikali yetu kwenye eneo hilo, inazidi kupambana kuonyesha jamii iendelee kupata nguvu ya kuweza kusaidia watoto waweze kupata msaada. Na nasi tuseme tushukuru sana serikali. Serikali inatupatia vibali. Unaona, ni kweli sisi tumekuwa na wazo, lakini pia tumeweza kutafuta mfadhili, Women Fund Tanzania. Unaona, imeweza kutufadhili kwenye huu mradi wetu wa kampeni ya Safari Salama bila rushwa ya ngono kwa wasichana na wanafunzi inawezekana. Na wizara imeweza kutupatia kibali. Tunatekeleza Wizara ya Jamii, Maendeleo ya Jamii, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto imeweza kutupatia kibali. TAMISEMI wameweza kutupatia kibali. Yote hivi tunaweza kutekeleza. Kwa kweli tunashukuru. Kwa sababu baada ya sisi kuanza kutekeleza, mwanzoni hasa tulipoanza kuongea na watoto, tulipata vikwazo. Na wengi walianza kuturushia, kwa nini mnapeleka elimu hii ya rushwa ya ngono shuleni? Unaona? Kwa nini mnaongea na maneno haya kwa watoto, masuala ya vitendo hivyo vinavyohusiana na masuala ya ngono shuleni? Tulianza kupokea mashambulizi mwanzoni wakati tunaanza. Lakini tunashukuru sasa jamii imeelewa. Kwa sababu ukigusa shuleni, watoto wanakwambia sisi ndio wa kwanza. Lakini tukirudi kwenye wajibu wa wazazi, kwa sababu mimi pia nimekuwa nikizunguka katika kuelimisha watoto, nilichokigundua watoto siku hizi wanajilea wenyewe kwenye masuala mengi. Kuna maeneo kama ya Buguruni, kuna mwenzangu ambaye tulikuwa nafanya naye kazi hii ya uelimishaji, akaniambia unajua kuna binti wa darasa la 6 hapa, usiku anaenda kujiuza, asubuhi anaenda shuleni. Picha kama hii tunatengeneza taifa la namna ipi? Ni hatari sana. Wazazi wengi, yani ndio nilikuwa nataka nije huko, kwamba wazazi wengi wamekimbia majukumu ya kulea watoto. Unaona, kweli tunao watoto ambao wapo katika mazingira hayo kutokana na wazazi labda kufariki au kuugua au kuna nini. Lakini je, ni kweli? Kwani hakuna ndugu? Kwani hiyo miaka yote wazazi walikuwa hawafi? Wazazi walikuwa wanafariki. Unaona, wazazi walikuwa wanafariki. Unaona, lakini bado ndugu waliweza kuchukua nafasi ya kuchukua jukumu la kulea yule mtoto mpaka anafikia hatua inayostahili. Japo kuna wengine walichukua, nakumbuka kuna story moja nilipata ya mtoto mmoja ambaye alikutana yeye na ukatili baada ya wazazi kufariki wote wa pande zote mbili. Unaona, akachukuliwa na kaka yake kulelewa, lakini kaka aliyemlea ndo alimfanyia ukatili. Yeye ndo alikuwa anamfanyia ukatili. Yaani alikuwa anamwambia kabisa, nahitaji uniform, mimi nitakusomesha, unahitaji baba mmoja mama mmoja, una chochote unachohitaji kitapatikana pale tu mimi nitakapokuwa nimekutumilia wewe kingono. Na alikuwa msichana mvulana? Msichana. Yeah. Mkewe huyo kaka? Yupo, mke wake anaendelea na maisha yake kama kawaida, lakini binti ili aweze kupata huduma ni lazima kaka amfanyie ukatili huo. Hivi unafikiri ni kwa nini kwa sasa hivi hali imekuwa ni hiyo? Huko nyuma wakati tunakuwa vipigo ndo vilikuwa vingi. Yaani ukatili ukizungumza kwa watoto ni vipigo. Kuteswa, mama akambo ataosha vyombo vingi, mtoto atafanyishwa kazi muda mrefu. Hizo ndo zilikuwa kesi za watoto. Kwa nini sasa hivi? Tuna vitu viwili ambavyo tunaweza tukaviongelea kwenye eneo hilo. Inawezekana utandawazi umechangia, lakini inawezekana elimu, kwa sababu anasema huwezi kuzungumza kama huna taarifa za kutosha. Yeah. Sasa zamani swala zima hili kama ninavyokuambia, mimi mwenyewe nilivyoenda shuleni nilikutana na vita kweli kweli. Kwa nini naenda kuongea na watoto niwaambie kuna ukatili wa kingono, kuna ubakaji, uone kama mimi ndio nitakuwa na... Lakini baadaye ikagundulika kumbe kweli watoto wale wanahitaji, kwa sababu mimi nilivyoenda nilikuwa naambia jinsi ya kutoa taarifa ili angalau waweze kupata huduma kama kukutana na vitendo vya ukatili, lakini
ili waweze kugundua maeneo hatarishi ya hivyo vitendo, waweze kutoa taarifa mapema kabla hawajaathiriwa. Kuna kampeni hapa ukiangalia waziri wetu Dr. Gwajima mara nyingi anaonesha kabisa ni maeneo gani. Kwanza kuna wimbo Don't Touch. Ule wimbo wa Don't Touch ambao mara nyingi yeye kiukweli amesaidia na hasa upande ukienda mashuleni kama unavyoona kwamba inaonekana kama ni tabu hivi, lakini kumbe kuna haja, watoto sasa hivi ni waelewa, kuna haja ya kuambia kwa njia sahihi kabisa sehemu ambazo hutakiwi kuguswa, mazingira ambayo hutakiwi kupita. Na ukipita lazima uwe na muamini, mtu mzima unayemwamini, lakini pia kuchukua tahadhari. Na pia kuna namba mtazamaji ya 116 moja kwa moja kama mtoto anapata madhila yoyote kwenye mtaa wako, basi moja kwa moja serikali inakuwa inapata taarifa. Hayo ndo mambo ya kufuatilia, lakini jamii yetu pia imekuwa, mimi leo nikipiga mtoto wa mtu kafanya kosa, familia nzima ina kwamba mtoto huyu ni kwanza anaumwa, amemuathiri, nitapelekwa polisi, kwa hiyo jamii imekuwa na uoga. Kwenye hilo tunatokaje? Unajua jambo huwa halianzi moja kwa moja juu. Kama tunavyosema, jambo linaanzia chini. Mnaanzaje ili muambukize wengine? Unaona? Mnaonaje mkalea watoto wenu kwa pamoja? Tuchukulie sisi kupitia huu mradi wetu wa Safari Salama Bila Rushwa ya Ngono kwa wasichana na wanafunzi inawezekana. Mwanzoni watoto walikuwa wanaona ni kitu cha kawaida wao kwenda, labda kuna mahali pana sherehe zile za mitaani na nini, na kushiriki na kuweza na wenyewe kuangalia moja, yani aina hivyo. Lakini baada ya kupata elimu kimtaa, watoto wale wanaokutana mahali pamoja jioni ile, badala ya kwenda kukimbia huko Kombolela mbali, wakaanza kutafuta, wakakimbia vichochoroni, kwa sababu walikuta wenyewe ile hali ya kucheza michezo ya Kombolela na kuingia kwa vichochoroni muda wa jioni, ndio wengine wanapata madhara huko. Kwa hiyo baada ya kufanyia kutengenezea mfumo kwamba baada ya jioni ile kaeni mahali hapa, hebu hadithianeni hadithi. Kwanza kuzingatia kama siku hizi haya masuala ya kuhadithiana hadithi na kutamba sijui vitendawili nini imeshasahaulika. Tunaangalia kwenye TV, lakini ile ya kukaa watoto pamoja wakawacheza pamoja inakuwa hakuna. Hebu kaeni hapa tuweze kuhadithiana, tuweze kuzungumza pamoja. Ile inawasaidia wao pia kuweza kuonyana kwamba saizi tusiende kule, sisi tushaambiwa. Kwa sababu tunavyosema kwenye hizi haki, tunasema kuna haki ya kuendelezwa. Haki ya kuendelezwa ni pamoja na kumjengea mtoto uwezo wa kufahamu lugha ya kwao, uwezo wa kufahamu imani yake, uwezo wa kufahamu elimu hizi ambazo wanazipata shuleni, kumpeleka shule aweze kusoma, lakini pia kumpa nafasi ya kuweza kujua vitu kulingana na umri wake. Yani ajifunze vitu kulingana na umri wake. Sasa mtoto unaingia naye kwenye sherehe ya kufunda mwali, anajifunza nini yeye? Na wengine wanadharau mtoto kama miaka mitatu hajui kitu. Mtoto unampeleka mahali ambapo hapahusiani, anajifunza nini? Kwa hiyo hali ile pale watoto ukikaa nao pamoja, ukaweka pamoja, ina maana wenyewe wanakumbushana kujifunza kulingana na umri wao. Kwa hiyo akijikuta hapa kuna kigodoro, anajua kabisa kigodoro sio sehemu yetu. Sisi tuliambia tujifunze vitu kulingana na umri wetu. Kwa hiyo unakuta hata kipindi tunavyoenda kwenye vile vidarasa vya watoto nakwambia nani yule tulimuona anaenda tukamrudisha, anataka kwenda kule sasa tunaenda kujifunza vitu ambavyo haviendani na umri wetu. Yani kwa hiyo ile hali ya kuwafundisha kufahamu haki zao inawajenga wao, wanaweza kufahamu wapi waende au kipi wakifanye na kipi wasikifanye. Yes, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, katika moja ya vitu ambavyo vinashukuriwa na wazazi na jamii ni kurudisha watoto ambao waliacha shule wakaenda kwenye kwa sababu ya matatizo mbalimbali ikiwemo ujauzito kwa watoto wa kike. Wewe ni mwanaharakati wa wanawake na watoto, kwenye hili una lipi la kuzungumza? Kwa kweli katika vitu ambavyo tulipigania mwanzoni ni hilo swala, kama hivyo tunavyosema kwamba kuna ubakaji, naona na waathirika wakubwa ni watoto wa kike. Na sasa kama watoto wa kike ndio wanaokutana na janga hilo zaidi, kwa hiyo wengi watakuwa wametolewa kwenye
reli yao ambayo inanyoosha kwenye kutimiza ndoto zao na malengo yao ya elimu na ikiwemo hasa malengo ya elimu, hawawezi kusonga mbele. Kwa hiyo sasa kama hawapati elimu, ina maana hata maendeleo yao ya baadaye na maisha yao ya baadaye yanakuwa yamefanya nini? Yamepotea. Yaani lazima tuangalie kwamba vitu vyote ambavyo viko mbele vimeunganika hapa kwenye elimu. Tukimpata aliyeelimika, akasimama vizuri na elimu, lazima tutapata mzazi bora, tutampata mfanyakazi bora, tutampata kiongozi bora. Kwa hiyo ili tuweze kumuongoza huyu vyema ni lazima apate hiyo. Kwa hiyo katika vitu ambavyo tunampongeza Mheshimiwa Rais, hili swala la kuwarudisha hawa watoto shule ambao tumelipigania, yani amekidhi ile kiu yetu. Wanaharakati wa masuala ya watoto na wasichana na wanawake, kwamba watoto hawa wakirudi shule, na sisi kama wanawake itatujengea nguvu ya kuweza kushiriki kwenye, kwanza kuwa wazazi bora wa baadaye, lakini pili kwenda kuwa wafanyakazi bora, tatu kuwa viongozi bora. Tunahitaji 50 kwa 50. 50 kwa 50 tutaipata vipi kama hatujaenda shule? Tunapotamani kufikisha nafasi za maamuzi 50 kwa 50, ina maana lazima tuwe na elimu, tuwe na vigezo vinavyoweza kutupeleka huko. Hata tunapoweka yale matakwa tunayoyadai kwenye ilani yetu, unaona, lazima vitu hivi vionekane wazi kwamba wamesema wameelimika. Tuna sababu gani za kuwanyima nafasi za uongozi? Lazima nafasi za uongozi wapatikane. Kwa hiyo hata ilani zetu zile tunazozibeba lazima zinawahimiza hata viongozi wanaoingia madarakani, basi watusaidie katika kuhakikisha wasichana ambao wamepata ujauzito kabla hawajamaliza shule wapate nafasi ya kuendelea na elimu. Na pia tukirudi kwenye hilo, wakati Mheshimiwa Rais anafanya hizo jitihada na nyinyi mnapongeza, lakini kuna wazazi wamekataa, yani wanakataa watoto wao kuwarudisha shuleni. Wanasema umeshazaa hapa, unarudisha shuleni. Wao unawapa neno lipi ambalo kiukweli litabadilisha taswira? Nani anamwangalia mtoto wake? Shule nyingi kuna maandalizi ya kutosha ya mtoto. Unaona shule ambazo zimepangwa ni kwamba binti utaenda na mwanao. Sasa nisikilize kwamba wazazi hawa wana uelewa wa kutosha kwamba huyu mwenzetu ambaye kwenye familia yetu amepata mtoto kabla, ana eneo anatakiwa aende, atapata huko, mtoto atalelewa huko na yeye ataendelea na elimu huko. Yani hivi vitu bado havijatoka, yani watu bado hawajapata uelewa wa kutosha kuhusu eneo hili. Na ndio hili kazi ambayo tunayo isiachiwe na tunajua sasa itakuwa ni mzigo mkubwa. Kila kitu wanaharakati, kila jamii pia itoe elimu, na kama hivi kwenye kipindi kama hivi tunavyoongea kwenye kipindi inabidi mijadiliano eneo hilo, mijadala iwajibike. Mikutano ya serikali ya mtaa lazima itumike kutoa hizi hamasa. Unaona wapo sijui masoshoeka, acha hawa nani wale wasaidizi waandae, wazungumze kule, watusaidie kule kwenye jamii. Wale wajumbe wa serikali za mitaa watumike kutambua, lakini pia kuelimisha familia ili wale mabinti waendelee na masomo. Mtazamaji, ni katika siku ya mtoto wa Afrika, lakini tukiangazia vitu tofauti vinavyowagusa watoto ndani ya jamii, tukikumbuka wale watoto wa Afrika Kusini ambao mwaka 76 Juni 16 walipata madhila waking'ang'ana wapate haki ya elimu. Basi watu wao wakati huo utawala wa kikaburu wakati huo basi ukaondoa uhai wao, kwa walikosa haki nyingi, haki ya elimu, haki ya uhai. Kwa hiyo Umoja wa Afrika ukaona tuwe na siku hii kibara zima la Afrika tukiadhimisha. Lakini kwa sasa hivi tumebadilisha kwa muktadha ule. Sasa hivi tuna muktadha mbalimbali ambako katika kulea watoto. Katika pita zangu nimeona ukurasa wa Umoja wa Mataifa ukisema jumla wa watoto milioni 138 kwa mwaka uliopita 2024 wametumikishwa kwenye kazi mbalimbali. Hapa kwetu unaona watoto wanatumikishwa labda kwenye kazi zipi? Hilo swala bado lenyewe pia ni janga kwa taifa. Hata kwetu pia hilo swala bado halijapata bado
dawa ya kuweza kuliweka sawa bado, kwa sababu tunaona watoto wengi tu wanatumikishwa, wasiwepo wasichana wa kazi za majumbani, na mbaya zaidi na kinachoumiza zaidi, wengi wanatumikishwa huku wakifanyiwa ukatili wa kutisha. Wa ngono, aina zingine za ukatili. Ukatili wa aina mbalimbali za ukatili. Lakini tunao wanaotumikishwa kwenye biashara. Naona. Yani biashara ambao biashara za kutembeza. Unamkuta amebeba karanga, amebeba ndizi, amebeba kikapu cha embe, amebeba sambusa, amebeba mayai. Wapo wengi watoto bado wanafanya shughuli hizo, pamoja na jitihada kubwa ya kufanya zuio na kuhakikisha watoto wote wanaenda shuleni. Lakini unakuta wengine hata wameenda shuleni, lakini wakirudi unakuta lazima waende kwenye hizo biashara, kwa sababu ndio wengine ndio hicho kinachosaidia kipato cha kulisha familia. Kwa hiyo kutokana na hali ya duni nyingine za familia zimefanya watoto waendelee kutumika katika kufanya hizo shughuli, kwa sababu unakuta amefanya kweli shuleni, ameenda, unasoma darasa ngapi. Kuna wale ambao tunakuta hawasomi kabisa, lakini kuna wale ambao tunakuta wanasoma lakini bado lazima waende kwenye biashara ili waongezee nauli ya kesho kwenda shule au kununua vifaa vya shule kesho. Kwa sababu na nyewe hii ni changamoto, ambapo hata wanapoenda kule shuleni mikutano ile ya wazazi, wanapokubaliana aidha michango mbalimbali, unakuta wengine ina wabana. Kwa hiyo lazima waongeze mchakato ili watoto waweze kwenda nayo. Mtazamaji, bibi, tukiangalia muda tumezungumza mengi sana na mgeni wangu hapa. Kwa kumalizia tu kwa sekunde chache, mimi bado napenda wazazi zaidi na jamii. Neno lipi tunatoka nalo hapa? Neno kubwa kwa wazazi, kwanza kuna wajibu wa kuwaandaa watoto kufahamu nafasi yao katika kuwaandaa watoto kiumri, kuanzia wanapokuwa wadogo, umri ule wa maandalizi, kuanzia mwaka 0 mpaka miaka miwili mpaka miaka 4, lakini miaka 4 mpaka miaka 8. Kama watoto hawa wakiandaliwa vizuri pale, ni rahisi kutengeneza msingi wao wa kuelewa safari yao ya maisha kwa mbele wanavyoendelea. Lakini hapa wakiachwa, hiyo inakuwa ni tatizo la baadaye. Kwa hiyo tunapoelekea hapa, tunapoangalia maadhimisho ya siku 16 za mtoto maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, lazima tujikite kwenye kuangalia namna ambavyo tunaweza kuwalea watoto wetu ili waweze kwenda wakiwa na nguvu, wakiwa na uwezo, wakiwa na uelewa. Na sisi kama Safari Salama Bila Rushwa ya Ngono kwa Wasichana na Wanafunzi, inawezekana. Tunasema ni wakati sasa wa kutambua viashiria mbalimbali vinavyoweza kuchangia kupoteza ndoto za mtoto wako. Na nikisema mlee mtoto wako kama mzazi bora ajaye, mfanyakazi bora ajaye, na kiongozi bora ajaye. Amina. Na mtazamaji, ni katika majadiliano ya siku ya mtoto wa Afrika Juni 16, tukikuwakumbuka watoto wa kule Afrika Kusini waliofariki katika siku hii kwa kutafuta elimu, lakini pia wakakosa haki ya elimu, wakakosa haki ya kuishi pia, na Umoja wa Afrika ukatambua siku hii kwamba tuiadhimishe, lakini tukitambua madhila wanaoendelea kuyapata watoto wa bara hili la Afrika wakiwemo wa Tanzania. Mgeni wangu alikuwa ni Janet Mawinza. Yeye ni mwanaharakati wa haki za wanawake na watoto, lakini pia ni mkurugenzi wa wanawake katika jitihada za mkurugenzi wa shirika la wanawake katika jitihada za kimaendeleo. Liko hapa jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Belinda Simtandi. Nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vyetu bora kabisa hapa Sat Media.